tuangazie mambo haya, mambo ambayo yanatufanya sisi kuwa. Kwanza, tuna upofu tukishindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu na wahitaji wanaotuzunguka. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna upofu tunaposhindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu na wanaotuzunguka kama wahitaji. Tutafakari, ni nani anayetuzunguka anayehitaji tu msaada wangu, hata kama ni wa kumsikiliza. Mtu amefiwa analia, hata kumsikiliza, kumtembelea. Tuna upofu tunaposhindwa kuona uhitaji wa ndugu zetu. Tuna upofu tukishindwa kuwasamehe waliotukosea. Tuko kipindi cha Kwaresma cha kukarabati maisha yetu, lakini bado leo tutapata matangazo kwamba Jumamosi ijayo kuna maungamo hapa kanisani. Tumepewa wiki nzima sasa, tutapewa wiki nzima ya kujipekua, kujiangalia kwa macho ya ndani. Ni nini niombe kama msamaha? Ni nani ambao nimemkosea? Ni nani ambao amenikosea? Tupate kuachia kipindi hiki Kwaresma. Ni nani ambayo nimeshindwa kumsamehe? Bado unabeba watu. Hili swala la msamaha, naomba utafakari mtu ambaye amekukosea na kilo zake, kwamba kwenye mabega yako umebeba mtu wa kilo 60, na kama wako 6 basi kilo ngapi hizo? Au 10? Kilo 600, umebeba kilo 600 kwa sababu sitaki kusamehe mtu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu tunaposhindwa basi kulia na wanaolia. Watu wana huzuni, watu wanapitia kipindi kigumu, lakini bado tunashindwa kulia na watu wanaolia. Huo ni upofu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu tunaposhindwa kushiriki maumivu ya wengine. Ni kama basi unaanza kuwachekelea, shauri yenu, ulichezea maisha yako. Na mtu ana uchungu, lakini badala ya kushiriki maumivu yao, tuna upofu pale tunaposhindwa kushiriki maumivu ya wengine. Sema, Bwana nipate kuona. Pia tuna upofu sisi tunaposhindwa basi kuona kazi ya Mungu ndani yetu. Mungu aliyekuwa mkarimu sana, ametujalia watoto, kazi, amani ambayo tunayo. Napo tutafakari sasa hivi vita huko Irani. Watu wanakaa walali. Sisi tunalala, tunaamka asubuhi. Mpaka hata mara nyingine mpaka uweke alamu upate kuamka. Wale wanaamsha na mabunduki. Sisi tunaposhindwa kuona kazi ya Mungu katika maisha yetu, tuna upofu. Sema tena, Bwana nipate kuona. Tuna upofu basi pale tunapowaudhi wengine na kuwadhulumu, tusipotenda haki.